Na kwingineko ni kwamba wakazi wa Nanyuki kaunti ya Laikipia wamepata afueni baada ya serikali kuongeza muda wa kambi ya wanajeshi wa Uingereza mjini humo baada ya mvutano kuhusu leseni. Wakazi hawa wanasema biashara nyingi zinazotegemea shughuli za wanajeshi hao zilikuwa zimeathirika pakubwa, huku baadhi ya wafanyabiashara wakianza kutafuta kazi nyingine za kujichumia riziki. Sekta zilizoathirika zaidi ni pamoja na usafiri, hoteli na biashara za bidhaa za utalii. Tulikuwa na wasiwasi mkubwa sana na masikitiko makubwa sana kwa sababu tulipata wanaharakati wengine kutoka Nairobi wakisema kwamba Batuk haina manufaa kwa watu wa hapa Nanyuki na Laikipia. Tungependa kusema bila wasiwasi wowote kwamba huu mkataba unawasaidia watu sana wa Laikipia na hasa Nanyuki. Kwa ambao hawaelewi, mkataba huu huwa unaleta takriban bilioni 6.8 katika uchumi wa Kenya. Mimi nafanya kazi kwa hospitality ya hoteli na sana sana Batuku wao ndio wanakuanga sana client wetu. Na hizi mahoteli zimeandika watu wengi sana. Sasa wangeenda sisi wafanyikazi tungepoteza kazi watu wafanyikazi wengi sana. Mimi nashukuru sana serikali pia wamesaini mkataba na hiyo ya miezi 3 sio mzuri, lakini sasa sisi tunataka hiyo ya miaka 5 ndio Nanyuki iendelee kugrow. Sisi kama immediate neighbor wa Batuku, kama unavyoona hii ndio kambi na hapa kuna kitu more than 40. Na hii ndio kambi tunategemea. Hao ndio watu tunategemea. Na kulingana yule unasema umekuwa katikati ya British Army na viongozi, tungeomba ishe kwa sababu nadhani kitoka hapa sitata kukula kwa kiongozi. Na niko na watoto nalisha, wale wengine wako na watoto. Batuk ni kama imeajiri almost watu kama 200,000 ambao wanasaidika kutoka kwa Batuk. Na hii ndio cash crop yetu na tunaomba rais na serikali yake tafadhali hawa watu wakae hapa kwetu kwa sababu hiyo ndio cash crop yetu.